Ndio ila yeye tu. Naomba ali kidogo hapa. Hakuna yani Mwenyezi Mungu ameshuhudia hakuna abudiwaye kwa haki ila yeye. Yani shahidi wa kwanza ni Mungu mwenyewe anajishuhudia katika ufalme wake, katika miliki yake, hakuna anayestahili kuabudiwa isipokuwa yeye peke yake. Na nani wengine? Hebu teremka mwalimu wangu. Malaika ndio na wenye elimu. Tulia. Na pia vile vile viumbe wanaoshuhudia Mungu ni mmoja ni malaika, angels. Malaika wanatambua kwamba Mungu muumba wao ni Mungu mmoja tu peke yake. Na nani tena mwalimu? Nasema ndio na wenye elimu, na watu waliosoma, watu wenye elimu. Juzi tumekuwa katika pale geti ya Egerton University, nikagusia aya hii. Aya ikasema ya kwamba na wenye elimu, basi wakakuja wanafunzi wakanipa mkono. Wakasema kumbe nyinyi mnajua sisi wasomi ndio tunajua Mungu. Nikamwambia sijakusudia wasomi nyinyi, ama Qur'ani hajakusudia wasomi nyinyi. Qur'ani inakusudia waliosoma Taurati iliyo sahihi, na waliosoma Zaburi iliyo sahihi, na waliosoma Injili wanajua kwamba Mungu ni mmoja. Ndiposa nikigusia aya mbili tatu za mwisho tunapata kuangalia, je, huyu Mungu ambaye kwamba ni Mungu mmoja anastahili kuabudiwa? Ameteremsha vitabu mbalimbali ikiwepo Taurati, Zaburi, Injili na Qur'ani. Qur'ani inasema katika 83 mstari wa 18, na haya yaliyomo ndani ya Qur'ani yamo katika vitabu vilivyotangulia, vitabu vya Ibrahimu na Musa na vinginevyo. Sasa tuangalie kitabu cha Biblia inasemaje, Kutoka 21. Ndugu yangu jambo. Kutoka 21 kwa wale wenye kuandika. Inasemaje? Safi. Tunakumatia Kutoka 21. Inasemaje mwalimu? Kwa wale wenye kuandika Kutoka 21 niko pale mwalimu wangu. Nasema ndio Mungu akanena maneno haya yote, akafanyaje? Akasemaje? Mimi ni Bwana Mungu wako, ndio kutoa katika nchi ya Misri. Katika nini? Katika nyumba ya utumwa. Mungu anamkumbusha Musa, ewe Musa, hakika mimi ndiye Bwana Mungu wako, niliyekutoa wewe Musa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Sasa Mungu anampa masharti Musa baada ya kumwagiza kwamba yeye aliyemtoa katika nchi ya Misri alikuwa ni Mungu mmoja. Mungu anampa maagizo maalum. Anasemaje? Anamwambia, anasema ndio, naendelea kusema usiwe na miungu mingine ila mimi. Mwenyezi Mungu anamkataza Musa asiwe na miungu mingine isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu peke yake. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Teremka mwalimu. Endelea kusema ndio, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichomo juu mbinguni wala kilichomo chini duniani. Sasa wanadamu wanapenda kujifanyia vitu ambavyo kama wanaviona kwa macho, si ile waione. Mungu atumuoni. Mungu ni roho kama alivyosema kitabu cha Yohana 4:24. Lakini wanadamu wanapenda vitu ambavyo kama wanaviona. Sasa Mungu anasema ya kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani. Ndio ndugu yangu jambo bwana. Ndugu, habari? Namna gani bwana? Serious kweli. Asikia unajua kuna wengine unazungumza kwa dada. Mwalimu, karibu. Nakukaribisha. Naendelea kusema ndio, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichomo juu mbinguni wala kilichomo chini ya dunia. Msalimie rafiki yako hapo nyuma. Bari hapo kaka. Karibu kidogo. Tumpe zawadi kidogo tu. Dakika moja nikupe zawadi. Msalimie mwalimu wangu. Unajua hapa tuko na vitabu vya Mungu. Ndio. Na ukiona mahali kwenye yani maneno ya Mwenyezi Mungu yanazungumza kidogo, nachukua muda baada unasikiza maneno ya Mungu. Sio kweli. Mwalimu wangu msalimie. Hebu nimpe kijana mwenzangu au ni mzee mwenzangu. Ndugu yangu jambo. Ndio, mimi naitwa Abubakar. Unaitwa nani? John Oboge. Unatoka sehemu za Nyamira, Kisii ama unatoka sehemu gani? Bosongo ama sehemu gani? Nyamira na Ribari chache. Nimekuwa Nyamira juzi huko pia tumetengeneza msikiti huko. Asante. Ndugu yangu, karibu sana hapo, jisikie uko nyumbani. Usiwe na wasiwasi. Kwanza nataka nikupatie mwalimu akusalimie kidogo, anaitwa Ali Bilali. Sawa? Msalimie Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ampe ndugu yetu. Haya nayo baba. Habari brother? Uko salama Hata mimi niko salama. Nashukuru Mungu kwa kutujalia tena wakati kama huu.
Nafikiri unasema nyumbani ni Nyamira. Na umeona msikiti pande hiyo, si ndio? Mbona hujaungana nao bwana? Ukaingia mkasali pamoja na hao Waislamu. Nasema kwa nini hujaingia kwenda muendelee nao? Sababu inapanga nini haswa? Ni kwa nini? Hakuwa Muislamu. Okay. Ndio nilikuwa nauliza mbona mpaka saa hii ama siku ni leo? Si leo. Kwa sababu gani brother? Mbona isiwe leo? Okay. Sasa sijui kama kuna swali lolote ambalo ungeweza kuuliza Waislamu, kwa sababu Uislamu huwa tunahubiri na vile umesikia tukihubiri hivyo. Alafu baadaye tunapeana na fursa ya kuuliza swali lolote, kama kuna mtu labda kuna mambo ambayo kwamba labda mwalimu aliyetangulia ameongea labda hukuelewa. Ni wakati wako kuuliza sasa. Yes, jengo Muislamu. Najua kabisa Waislamu na Wakristo ni watu ambao wameishi kwa amani miaka mingi, na tunataka ile amani pia idumu. Hiyo amani iendelee hivyo, isipungue hata siku moja. Sasa ndio nauliza kama kuna swali lolote labda ungetaka uelewi ama unataka kujua kuhusu Uislamu na hujawahi pata pahali ambapo kwamba utaulizia. Sasa nafasi ndio hii. Uliza swali lolote tu la kidini. La kisiasa tutakupeleka bunge. Lakini la kidini ni hapa tu. La kidini kuna kwenye tutakiangalia. Yesu ni baba Mungu. Kwa hivyo kwa kwingine kote ni sawa tu. Hapo kwa Yesu mwana wa Mungu ndio pana shida. Okay. Wewe una imani kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Okay. Uko na hoja ama uko na andiko linadhibitisha hiyo? Andiko hilo. Wapi? Ilikuwa hivyo kwa kitabu Yesu. Toka kitabu. Iko kwa kitabu gani? Vitabu katika Biblia hapo kuna vitabu. Kwa hiyo kitabu moja hiyo iko na vitabu 66. Na kuna ingine hapo iko na 73. Na kuna ingine iko hapo iko na vitabu 44. Sasa hivi kwa hizo vitabu zote 63, 53, 66, 53 na hiyo nyingine kwa kitabu gani inasema Yesu ni mwana wa Mungu? Biblia nzima kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kutoka kitabu cha mwanzo, unajua kitabu cha mwanzo mpaka mwisho kuna mwanzo alafu mwisho inaishia Ufunuo. Kwa hiyo yote hakuna kitu kingine nimeongelea, nasema Yesu ni mwana wa Mungu. Okay. Lakini sasa kitabu chetu cha Qur'an inasemaje kitabu cha Qur'an? Na hapo ndio penye tumesimamia. Tusome kitabu cha Qur'an ngapi mwalimu wangu? 112 anzia ya kwanza mpaka ya mwisho. Bismillahirrahmanirrahim. Nasema, sema ndio yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Hebu mpe ndugu yetu. Unasema ile Qur'an nasema. Inasema yeye Mwenyezi Mungu ni wangapi? Mmoja tu. Na nyinyi mnaamini hivyo? Kwamba Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja. Haya sawa, kumbe hapo tunaelewana. Tunaenda kutupe. Ni bila kusema na Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa. Ndio na viumbe vyake vyote. Mpe ndugu yetu. Na hiyo nukta ya pili tunaelewana kwamba inasema Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa na kuabudiwa na viumbe vyake vyote. Hata nyinyi wa Kristo mko hivyo. Kama na wake tunaendelea tu. Hebu rudie andiko kwanza. Inasema, sema ndio yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Endelea. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa. Endelea. Na viumbe vyake vyote kwa kufanya nini? Kwa kumwabudu na kumwomba na kumtegemea. Mpe. Hii andiko iko sawa? Kwa msalabani kwa sababu yetu. Hatutafika tu kwa nataka tuende polepole na hii andiko. Kwa wewe, hii andiko ya Qur'an inasema sawa. Yeye ndiye anafaa kutegemewa, ndiye anafaa kuabudiwa, viumbe vyake vyote. Hapo iko sawa? Hapo iko sawa. Hata nyinyi mko sawa ya upande ile. Haya, endelea na andiko.
Endelea kusema hakuzaa wala hakuzaliwa. Mpe ndugu yetu. Alafu Qur'an nasemaje? Inasema Mungu hakufanya nini? Ndugu yetu. Anasema hakuzaa wala ndio hakuzaliwa. Mpe. Qur'an nasema mwenye anastahili kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu, anayefaa kutegemewa kwa kuabudiwa, kwa kutegemewa na viumbe vyake vyote ni Mwenyezi Mungu. Alafu hii ya tatu anasema hakuzaa wala hakufanya nini? Qur'an nasema hakuzaa wala hakufanya nini? Qur'an nasemaje? Hakuzaa wala hakufanya nini? Wala hakuzaliwa, sawa? Na wewe unasemaje? Mungu alizaa na akazaliwa. Ndio tuone kama unaendaisha na Qur'an. Qur'an nasema Mungu hakuzaa kabisa, hakuwahi kwenda matane, wala hakuwahi oa, hakuzaa wala hakuzaliwa. Ndio? Ona pekee yake wa Mungu ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa imani yako Mungu ni mzazi, alizaa. Kwa imani yetu hapo Qur'an imetukataza kabisa. Imesema Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Hebu fikisha mwisho ndio asikie tena. Nasema wala ndio anayefanana naye hata mmoja. Alafu Qur'an inatuambia huyu Mwenyezi Mungu hana anayefanana naye hata mmoja. Yaani Qur'an nasema huyu Mungu wetu ambaye anafaa kuabudiwa na vitu vyake vyote hakuzaa wala hakuzaliwa. Alafu nasema hana anayefanana naye hata mmoja. Qur'an imekataa, inasema kabisa hakuna mtu yeyote mwenye anafanana na Mungu. Mwenyezi Mungu tunamwomba. Ndio? Katika Hakika wala au naamini hivyo. sisi tumetoka wapi? Yanasema Sisi ni wana wa nani? sisi tumetoka wapi? Hayo ndio yetu. Sisi tulitoka hapa. Kitabu cha Yeremia 27 anzia 5. Anataka kujua sisi tumetoka wapi? 7:5 kitabu cha Yeremia. Ndio? Sasa wacha tumkamatie Yeremia 27 kuanzia 5. 27:5. Ndugu yetu anauliza kama Mungu hakutuzaa tulitoka wapi? Yaani tulitoka wapi? Sasa tunasema Biblia tutatujibu. niendelea kusema 27:5. Ndio. Yeremia anasema Ndio. mimi Ndio. nimeumba dunia hii. Hebu mpe. Mungu anasema yeye ameumba nini? Duniani. Haya, tuendelee. Anasema mimi Ndio. nimeumba dunia hii Ndio. na wanadamu. Hebu mpe. Anasema baada ya kuumba dunia kaumba nini? Wanadamu. Kwa hivyo tumetoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye ametuumba. Hebu mpe aendelee tujue na nini nyingine. Nasema na wanyama Tena nini? Hebu mpe. Tena wanyama wametoka kwa nani? Nani ameumba? Mungu. Haya, mpe aendelee. na wanyama walio juu ya uso wa nchi. Yaani wanyama wote wenye wako juu ya hii uso wa nchi Mwenyezi Mungu ndiye ameumba. Endelea. Kwa uweza wangu mkuu. Yaani kwa uwezo wako Mwenyezi Mungu, Mungu ndiye alituumba, akaumba wanyama, akaumba vitu vyote vilivyo katika hii. Endelea kwanza. Naendelea kusema nami na wapa watu, ndio nasema inasema na kwa mkono wangu ulionyoshwa. Yaani mpe ndugu yetu. Kwa hiyo Mungu alituumba sisi kwa uwezo wake, kwa mkono wake uliofanya nini? Ulionyoshwa, sawa? Kwa hiyo Mungu alituumba, hakutuzaa. Mungu si mzazi, hakuna siku alienda maternity, hakuna siku alioa, akakuwa hapana. Yeye ni muumbaji na anapotaka jambo tu kusema kuwa na ikawa. Ndio maana alisema kuwe mbingu ikakuwa, kuwe ardhi kukakuwa, kuwe bahari kukakuwa. Hivyo ndio anavyofanya. Na kwa mwanadamu vile vile anaumba anavyopenda. Wewe sema kwa nini sisi mwanadamu ili alikandakanda sijui mjanga akaikuwa Hiyo ni kweli. hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu na anaumba anavyopenda, sawa? Kwa hivyo sisi ni viumbe wa nani? Mungu. Lakini sio watoto wa Mungu, ni viumbe vya Mwenyezi Mungu. Umeelewa eh? Umeelewa? Brother, umeelewa? Hapo imekuwa Umeelewa eh? Uko na swali lingine? Uko na swali lingine? Swali nyingi tu uliza. Umemaliza kwanza ndugu yetu? Haya, sawa, mpe basi. swali moja Habari ya brother? kwa swali moja kuhusu Kiislamu. Nasema uko salama? Niko salama. Mimi naitwa Ali Kipkemoi Arab Kogo. Na wewe? Peter. Peter eh?
Alafu mimi ni Muislamu na wewe ndugu yangu Mimi ni Mkristo. wewe ni Mkristo. Barabara kabisa. Sasa sijui uko na swali ama umeamua leo kuja kuwa Muislamu. Kwa sababu tunawakaribisha pia wale ambao kama wanataka kuwa Waislamu. Swala kwanza ni vile swali moja. Nataka nitajibiwa. Sawa, hebu uliza. Kwa nini dini ya Kiislamu iligawanyika? Leo mimi kitambo nilikuwa nisasilimika tena nikatoka kwenye dini. Ulikuwa unataka kusilimika? Nilikuwa nisasilimika kitambo. Alafu ikakuaje brother? Nikasilimika nikaendelea na dini nilipotea wapi tena nikarudi nikajipata nimeacha. Ulitukia umeteleza. Kwa nini na dini ya Kiislamu iligawanyika? Aje sasa tukwambie. Kama sasa hivi vile mimi najua nasikia kuna Washia, kuna Sunni. Mbona niligawanyika hivyo? Okay, swali nzuri kabisa. Tukienda anasema yeye alikuwa Muislamu. Alafu kidogo akateleza. Sawa kabisa. Kuna mwalimu mwenzangu hapa. Atakujibu hiyo swali tu. Karibu. Abubakar, msomaji wetu akuja tabari kidogo. Alambe mic hata kidogo. Mujibu ndugu yetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kakangu, habari yako? Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari yako kakangu? Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari yako? Kwema. Kwa majina umesema unaitwa nani? Ninaitwa Hussein. Sawa. Sasa kwanza wewe umesema Waislamu wamegawanyika, si ndio? Kwanza sikiza Qur'ani nasema nini? Mwalimu nipige 72 mwalimu aya yake 10 ya 10. 72:10. 72:13. Sasa tumuulize Mwenyezi Mungu anasema nini? Maana huyu anasema Waislamu wamegawanyika. Tumuulize Mungu mwenyewe anasema nini? Twende. 72:13. 13 nasema bismillahirrahmanirrahim. Safi. Inasema nasi 72:13. 72:13. Nasema nasi tulipokuja 72:13. Mwalimu nipigie nipigie na 18 hapo. Na kwa hakika tulia kwanza. Tunataka tumpe kashash. Huyu anasema Waislamu wote kwanza wamegawanyika. Hapo nasema Waislamu wote ndugu. Waislamu wote ndugu. Hayo imenipotea. Aya 49:10. 49:10. Twende. 49:10. Wacha tumpe huko alafu tuingie huko kwa 49:10 nasema bismillahirrahmanirrahim. Safi. Kwa hakika kwanza Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika Waislamu wote ni ndugu. Mpe huyo. Sikiza hapo. Mwenyezi Mungu anasema kwanza Waislamu wote ni kina nani? Ni ndugu. Pamoja na kuwa sisi Waislamu unaona ndio nakupea sasa. Wewe unasema kuwa wamegawanyika. Lakini Waislamu wote tuseme hapa na kuru wakiingia pale wanaelekea wapi? Kibla moja. Wote wanaabudu Mungu mmoja. Wanaelekea kibla moja. Waislamu wote wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikifika Idi Waislamu wote wanasherehekea. Ikifika Ijumaa Waislamu wanaenda msikitini kwa kongamano la ibada. Lakini Wakristo nyinyi kuna wale ambao wanaenda Jumapili na wale wanaenda Jumamosi sawa? Kuna wale Wakristo ambao wanakula nguruwe na wale ambao hawakuli nguruwe. Kweli? Ni kweli. Tulia kwanza, tunaenda mmoja. Wamesema kuwa Waislamu wote yani wako na madhehebu sawa? Ndio mimi nakujibu zile hoja kuwa Waislamu wote kwanza sisi. Kwanza Waislamu wote kwanza Mwenyezi Mungu amesema ni ndugu sawa? Mimi nikifa tasiriwa na sanda kama vile Muislamu ambavyo amekufa London pale sawa? Unaona hizo nakupea vigezo ambao Waislamu ndio sisi. Yule ambaye yuko Mombasa na yule ambaye amekufa hapa wote wakishakufa na ziko na saa moja. Sanda sawa? Wote wanalala ubavu moja sawa? Sisi Waislamu tunaswali swala 5 kwa siku sawa?
Sawa. Nadhani tutende hivi kwanza tutende katika ile kusummarize. Ndio uone kuwa kwanza Waislamu pamoja na kuwa nasema wamegawanyika lakini wanafuata msingi moja. Qur'ani hiyo kwanza sisi Waislamu wote tunafuata Qur'ani ambayo imekuja kwa lugha ya Kiarabu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kweli sio kweli? Ni kweli. Waislamu wote sisi kwanza tunaabudu Mwenyezi Mungu mmoja, sawa? Waislamu wote wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, sawa? Lakini tofauti ya Ukristo, unaona? Wakristo sasa madhehebu yanakuja hapa. Mfano wewe penye utakufa pamoja na Mkristo, pamoja na wewe ni maskini, sawa? Na kuna yule Mkristo ambaye yeye ni tajiri, sawa? Tayari mazishi yatakuwa na hitilafu. Unaona? Lakini Muislamu yule ambaye ni maskini na Muislamu yule ambaye ni tajiri sai, fadha amejenga hii ghorofa. Lakini wakifa wote wanaenda na sanda Akiwa ni mwanamume anaenda na sanda mita 12. Akiwa ni mwanamke anaenda na sanda mita 15. Hapa kuna kugeuka. Kwa hivyo dini imeweka mfumo mmoja, lakini Wakristo, sikiza sasa. Wakristo katika nyinyi kuna hiyo ni mplimato hiyo, ndio? Angalia hizo Biblia tayari zina hitilafu. Hiyo ni mplimato hiyo. Muonyeshe tu, muonyeshe. Muonyeshe tu hiyo. Mplimato kwanza. Unaona hiyo ni African Bible, sawa? Hiyo ni African Bible. Hiyo African Bible iko na vitabu 73. Hiyo ambayo ni ya Protestant hapo na 66. Wakatoliki hapo nao wanatumia vitabu 73. Kuna Biblia nyingine sasa imetokezea na jina Deuterokanoni na 83. Sijui tunaelewana? Unaangalia pale kwenye msingi. Sasa ikiwa nyinyi Waislamu, ikiwa wewe ni Mkristo, katika Kristo katika wewe unaenda Jumapili, sawa? Katika kanisa la Jumapili pekee yake liona madhehebu mangapi? Kuna Shakahola, sahi, unaona kuna Kavoronokia, unaona? Ni nyingi, unaona? Na katika ile nyingi kuna wale ambao ndani ya Biblia imeharamisha nguruwe. Lakini kuna Wakristo wanakula nguruwe. Kuna ndani ya Biblia imeharamisha kunywa tembo. Kuna Wakristo wanakunywa tembo. Kweli sio kweli? Kweli. Sunaona hiyo. Hizo hitilafu ambazo zimo. Ndio maana ndani ya Biblia, sikiza Biblia inasema nini? Mwalimu, nipige 11, nipige 11, 17 Korintho kwanza. Ukienda kanisani Biblia inasema hupate faida isipokuwa ni hasara tupu. Twende. Utakuja tunaenda moja baada moja. Moja baada moja. 11, 17 Korintho kwanza. Sikiza Biblia inasema nini? 11. 17. 17 inasema. Safi. Inasema hivi. Twende. Lakini katika kuagiza haya, sikiza mwenye amefanya nini hapa ni Paulo. Paulo anasema lakini katika kuagiza haya. Safi. Si wasifu. Kwanza Biblia inasema Paulo anasema si wasifu ni wa Kristo. Ya kwamba mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Ndio. Tunaenda mmoja baada ya mwingine. Mbona na maiki ilipokuwa kwako ilikuwa maiki haitoe sauti? Mmoja baada mwingine. Maiki ilipokuwa kwako ilikuwa haitoe sauti. Iko kwa mwenzako ndio unajifanya unatoa sauti. Biblia inasema katika 11, 17 Korintho kwanza, Paulo anasema lakini katika kuagiza haya si wasifu nyinyi wa Kristo, ya kwamba mnakusanyika sio kwa faida bali kwa hasara. Kwa hasara. Sasa hatujajua hapo mahali pengine edha ni kwenye yani ni baa ama hapo mahali ni gani. Lakini yeye amesema lakini katika kuagiza haya si wasifu ya kwamba mnakusanyika sio kwa faida bali kwa hasara. Kwa hasara. Wewe katika mjibu wako wewe unataka faida bali hasara? Faida. Haya mpe huyu. Malizia. Sasa hiyo hasara inapatikana wapi? Twende. Lakini katika kuagiza haya si wasifu. Kwamba ya kwamba twende nakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Bali kwa hasara. Twende. Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani nasikia kuna faraka kwenu. Twende. Nami nusu ya nasadiki hayo mpe huyo. Paulo
pale ameanza vizuri, akasema lakini katika kuagiza haya siwasifu nyinyi ya kwamba mnakusanyika sio kwa faida bali kwa hasara. Kwa maana kwanza mkusanyikapo kanisani nasikia kuna faraka kwenu, nami na nusu nasadikisha hayo. Sawa? Sasa hiyo faraka ni kwa sababu watu wao wanafuata Biblia moja, lakini hiyo faraka iko pale. Ndio maana nimekwambia katika hii msingi wa Biblia kuna wale wanaoenda Jumamosi na kuna wale wanaoenda Jumapili. Sawa? Sawa? Hiyo faraka hapo, unaona? Kuna wale ndio nimesema kuna Wakristo wanakula nguruwe na wale ambao hawakuli nguruwe. Kuna yule ambaye anaenda Jehovah Witness, akimwona WCK anasema yule anapotea. Yule WCK naye akisimama pale ndani ya kuhubiri kanisani anamwambia yule wapefa kula wale wamepotea wale. Wapefa naye anamwambia Mkatoliki kule ni mpagani mwenyewe. Msabato naye anawaambia madhehebu yote hiyo Jumapili wamepotea, sisi ndio wa kweli. Umeelewa? Kuna wale ambao nao wanasema sisi ni kanisa la roho. Wale wengine wote hawana roho ya kupata Mungu wa kweli. Na wote wanafuata Biblia moja. Sijui umeelewa hapo kwanza? Umeelewa. Lakini tunatangala kuuliza. Kwa Kiislamu watume wa Mwenyezi Mungu ni wangapi? Ali ama ni mmoja? Mitume wa Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani wale waliotajwa ndani ya Qur'ani 25, ambao wa kwanza ni Adamu, wa pili Idris, wa tatu Nuhu, wa nne Hudi, tano Saleh, sita Ibrahimu, saba Luti, nane Ismaili, tisa Isaka, 10 Yakobo, 11 Yusufu, 12 Shuaibu, 13 Ayubu, 14 Dhulkifli ambaye tunamwita Ezekieli, 15 Musa, 16 Haruni, 17 Daudi, 18 Sulemani mtoto wa Daudi, 19 Eliasi, 20 Eliasa, 21 Yunus, 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Isa bin Maryam, 25 Mtume Muhammad sallallahu. Hao ndio wale ambao wametajwa ndani ya Qur'an. Ndani ya Qur'ani wote hao mitume wote Mungu anawaambia hebu mpe huyu. Hebu mpe huyu. Swali moja. Swali. Mweshi kusema Yesu ni mtumwa, si ndio? Yesu ni nani? Mpe huyo. Mwalimu anauliza Yesu nani? Nipige 21:11 Mathayo. Tunapewa kashi turudi kwa huyu. Sisi sasa tunasema hivi. 21:11 Mathayo. 21. 11 Mathayo. 11 Mathayo. 11:21. 21:11. 21 Mathayo. Anauliza Yesu sisi tunasema nabii. Tunasema nabii pamoja kwa Qur'ani pamoja kwa Biblia. Twende. Inasema hivi. Safi. Makutano wakasema kama huyu brother. Huyu ni yule nabii. Yesu. Hapo Yesu anaitwa nabii. Mpe huyo. Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Kwa hivyo Yesu anaitwa nani? Mpe huyo. Yesu anaitwa nani? Lakini mwana wa Mungu Yesu. Tumeuliza sisi tunamtambua Yesu kama nabii. Tukasema sisi tunamtambua Yesu kama nabii kwa mujibu wa Qur'ani, kwa mujibu wa Biblia. Wewe ilikuwa swali lako ni gani? Lingine. Yaani swali lingine pamoja na kuwa wewe ulikuwa mimi nazungumza na ndugu yangu hapa, ukawa unang'ang'ania mic. Kumbe swali lako wewe ulikuwa unataka kuuliza sisi tunamtambua Yesu kama nani? Nikakwambia sisi tunamtambua kama Yesu ni nabii. Ni nabii kwa mujibu wa Biblia, kwa mujibu wa Qur'ani bado. Sawa? Na huko msababu Yesu kwa hiyo unabii. Ukihesabu unabii kwa sababu Yesu. Yesu nimesema Isa bin Maryam. Hebu mpe huyo. Mwalimu anasema sisi hatumtambui. Amesema ni namba 24. Namba 24 ni Yesu. Mfano mwalimu sasa wacha tumpe huyo Yesu anapatikana wapi kama ni nabii? Nipige 17 mwalimu 3 Yohana kwanza. Kitabu cha Yohana. 17:3. 17:3 inasema hivi. Safi. Kwa yule anayesoma inasema. Angalia brother hapa inasema hivi. Ama mwalimu. Na uzima wa milele ndio huu. Twende. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe. Kwanza Yesu anasema mtu kupata uzima wa milele. Qualification Yesu anayozungumza sio kuamini Yesu ni mwana wa Mungu. Kupata qualification Yesu anafundisha watu. Anasema kwanza kupata uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe Mungu pekee wa kweli. Mungu tena wa pekee. Mpe huyo.
kwanza kupata uzima wa milele ni ujue kuwa ni Mungu wa pekee, Mungu wa pekee tena wa kweli. Sawa? Mpe huyo uliyemtuma, yani Yesu Kristo uliyemtuma, yani mtume wa Mwenyezi Mungu. Sawa? Alimtuma kama mwana wake. Alimtuma kama mwanawake. Hebu mpe huyo kama alimtuma kama mwanawake. Mwalimu, hapa kama ni mtume. Anasema amemtuma kama mwanawake. Sawa? Sasa tumuulize Yesu kwa mujibu wa Qur'ani. Mwalimu, nipike 19:30 Qur'ani. Wao amemtuma kama mwanao. Wale wengine wao walikuwa sio wanao. Twende 19:30 Qur'ani. 19:30 Qur'an nasema Bismillahirrahmanirrahim. Inasema hivi. Safi. Yule mtoto ambaye ni Yesu akasema hakika mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Amenipa kitabu mimi Yesu, na amenifanya nabii. Amenifanya, mpe huyo. Hakumfanya kuwa ni mtoto wa Mungu, amemfanya nabii. Sasa huyo nani mwenye anazungumziwa hapo? Sawa? Hebu mpe huyo amalizie kidogo. Sija akasema nani huyo? 33 hapo. Amenifanya mbarikiwe popote nilipo. Mpe 34 hapo. Mpe 34. Huyu ndiye Isa bin Maryam. Huyu ndiye Yesu mtoto wa Maryam. Mpe huyo. Mpe Yesu. Hiyo ndiye kauli ya haki. Ambayo Wakristo wanaifanyia shaka kuwa Yesu ni mtoto wa Maryam, sio mtoto wa Mungu. Hiyo ndio kauli ya haki ambayo nyinyi mnaifanyia shaka. Wewe nikuulize, sawa? Swali langu mimi nakuuliza tu vizuri. Wewe unasema Yesu ni mtoto wa nani? Mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu. Sawa. Maryam akimuita Yesu atamuita nani? Mtoto wake. Mtoto wake. Yesu akimuita Maryam atamuita nani? Mama. Yesu akimuita Mungu atamuita nani? Baba. Yesu akimuita Mungu atamuita nani? Baba. Maryam akimuita Mungu atamuita nani? Baba bado. Wewe umesema Yesu ni mtoto wa nani? Yesu mtoto wa Mungu. Yesu mtoto wa Mungu. Nikakuuliza, Maryam akimuona Yesu atamuita nani? Baba ya Yesu. Maryam akimuona Yesu atamuita nani? Mtoto wake. Yesu akimuona Maryam atamuita nani? Mama. Yesu akimuona Mungu atamuita nani? Ilikuja kama baraka. Yesu hakuzaliwa hivi. Ilikuja kama baraka. Hebu njoo mwalimu. Ilikuja kama baraka. Ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona shekhi wangu amelamba mic kabisa. Ali, angalia kila upande hapa. Ndugu yangu jambo. Jambo. Kuwa mpole kijana. Ndugu yangu jambo. Asijabo. Ndio. Mogaka, Mbiore. Ndio bwana kabisa. Na Kibono. Ndio kabisa. Ndio unasema Yesu ni mtoto wa nani? Mtoto wa Mungu. Mama yake anaitwaje? Mwana wa Mungu, Mariamu. Mama yake anaitwa Mariamu. Baba yake Josefu. Kumbe ni mtoto wa nani? Mtoto wa Yusuf. Sio wa nani? Yesu akizaliwa alitoka. Mimi nimekuuliza, subiri. Usinichanganye. Mimi nimekuuliza hivi. Umeniambia baba yake anaitwa Joseph, kweli si kweli? Kweli. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Mpatie huyo. Yohana 1:45. Yohana 1:45 kwa wale wenye kuandika nasemaje? Yohana 1 mstari wake ni 45. Niko pale mwalimu wangu nasema kwa wale wenye kuandika nasema Filipo ndio akamuona Nathanieli, ndio akamwambia tumemwona yeye ndio aliandikwa na Musa katika Taurati na nani na manabii. Marisa Yesu ndio mwana wa Yusufu, mpe mtu wa Nazareti. Mpe maiki. Tumemwona yeye aliandikwa na Musa katika Taurati na manabii. Yesu mwana wa nani? Yusufu. Kumbe ukimwona Yesu unamwona mwana wa nani? Yusufu. Sio wa nani? Wa Mungu bado? Wewe na baba wangapi? Mungu azunguko na nani? Yesu Mungu na Mungu. Kwa hivyo wewe unakuwa kiumbe cha nani? Cha Mungu. Na Yesu anakuwa kiumbe cha nani? Cha Mungu. Na mimi kiumbe cha nani? Utatu kutoka kwa Mungu. Kumbe sisi sote pamoja na Yesu ni kiumbe cha nani?
Asante. Umesema dini yako dini gani? Kristo. Karibu dada. Ukaribisha dada kidogo hapo. Karibu dada yangu, dakika moja tafadhali. Aliye. Karibu dada yangu. 1 minute. Neno la Mungu dada yangu, usiofu. Dada yangu. Jamani, wajua huyo amesema ashindwe huyo. Yaani ndo ameshindwa, manake ameacha maneno ya Mungu anaenda zake huyo. Na mwenzake alikuwa anakaa hapo kwa ajili ya maneno ya Mungu. Hatuachane nao. Mwenyezi Mungu akuandika. Ndugu yangu, umesema dini yako dini gani? Mpe mic. Mkristo. Mkristo Mkristo kamili. Unaitwa nani? John. Nikisema John, inaweza kuwa dini? John hawezi kuwa dini. Kwa nini? Jina ubatizo. Jina ya ubatizo. Yes. Kumbe jina ya ubatizo haiwezi kuwa nini? Haiwezi kuwa dini. Mpe wewe. Mathayo 1:16. Mathayo 1:16 inasema Yakobo ndio akamzaa Yusufu, mumewe ndio Mariam, aliyemzaa Yesu ndio aitwaye Kristo. Mpe. Mariamu alimzaa Yesu aitwaye nani? Kristo, na ni mwana wa Mungu. Kumbe Kristo ni nani? Mwana wa Mungu. Hapo hajataja, usiongeze kitu ambacho kwamba haipo. Rudia sikie. Nasema Yakobo ndio akamzaa Yusufu, mumewe Mariam ndio aliyemzaa Yesu ndio aitwaye Kristo. Mpe. Mariamu alimzaa Yesu ambaye kwamba anaitwa nani? Kristo. Kumbe Kristo ni jina la nani? Limetokana kutoka kwa Mariamu. Ni jina la nani? Hilo jina la Mungu la kubarikiwa. Ndugu yangu, kwa mtu unasikiza vitu Mariamu akamzaa Yesu, Yesu aitwaye nani? Kristo, si ndio? Kristo. Kumbe Kristo jina la Yesu la kwanza, jina la pili. Jina la kwanza ni Yesu, ya pili ni nani? Ya pili Kristo. Kristo. Kumbe ukimwona Kristo unamwona nani? Mungu. Ndugu yangu, uko pamoja kweli? Ukimwona Kristo unamwona nani? Unamwona Mungu. Mpe mic hiyo. Ni mwanake. Sijakuuliza huko. Nasema hivi, hebu mpe mara mwisho. Hapo nani? Hapo Kristo ni nani? Kristo ni mwana wa Mariam. Anaitwa nani? Anaitwa Kristo. Jina yake jingine Yesu. Kumbe Yesu ni Kristo, kweli si kweli? Ni kweli. Kumbe Kristo ni jina la nani? La Yesu. Sio nini? Sio nini? Sio dini. Sio dini, sawa Kwa hiyo wewe hauna nini? Wewe hauna dini. Na Kristo, mimi ndo kama Kristo. Na Kristo sio dini, mpe huyo. Ali 15:18 wa Korintho wa kwanza. 15:18 wa Korintho wa kwanza nasema kwa wale wenye kuandika. 15:18 wa Korintho wa kwanza nasema na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Mpe. Ati wa Kristo wamefanyaje? Waliolala katika Kristo wamepotea. Wamepotea. Na wewe ni gani wewe? Kristo. Andiko limesema nini? Ni Biblia sio Biblia. Waliolala katika Kristo kama katika maisha haya ni hapo kuna msomaji akusaidie kusoma, msaidie. Nasema ndio. Anataka nasema na hapo wao nao waliolala katika Kristo ndio wamepotea. Naona kama kuna mvua nini hadi. Nipatie mic mara mwisho hiyo. Wewe waliolala katika Kristo wamefanyaje? Hawajapotea. Andiko limesemaje? Wewe ni andiko, mimi nasema andiko limesemaje? Amesema wamepotea lakini bado mtewe. Kwa hivyo Biblia imedanganya. Naona kwa ajili ya anga. Kwa ajili ya hali ya anga inshallah, na pia muda umesonga. Tutafungia hapo kwa leo inshallah. Tunasema rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair.